ambaye ni kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji katika mkoa wa Mwanza, tukiangazia hilo la tahadhari katika msimu huu wa mvua. Karibu katika mazungumzo ya Jambo Tanzania asubuhi. Asante, nashukuru sana TBC1 ndio kwa ajili ya kufika hapa kuwaelimisha wananchi kuhusu tahadhari wanazotakiwa kuchukua wakati wa mvua. Tumeona mvua zimeanza kunyesha na usiku wa kuamkia leo kuna baadhi ya maeneo yameripotiwa kuwa na changamoto kubwa ya kupita maji juu. Tunafanya nini kama jeshi la zimamoto? Kitu cha kwanza tunapenda kuelimisha wananchi wachukue tahadhari. Unapoona maji, hasa yale maji yanayotembea, usiyapime kwa macho, kwa sababu unaweza kufikiri maji yana mwendo wa taratibu, lakini ukijaribu kuingia pale kule chini kunakuwa yana mwendo mkali, yanaweza kukuchukua. Kwa kitu cha kwanza, unapoona kuna maji usijaribu kuvuka kwa kuyapima kwa macho. Lakini kitu cha pili ambacho ni muhimu zaidi, tatizo lote likitokea usitake kupambana wewe mwenyewe. Kwa mfano, inawezekana sio kwamba unataka kuvuka, labda kuna kitu chako unaona kinaelea, au sio cha kwako unaona kitu chochote kinaelea, unaweza kaamua labda ngoja nikifuate nikiokoe. Sasa kama iko kwenye maji na wewe una utaalamu wa maji, usijaribu kuingia kwenye maji. Cha kufanya ni kupiga namba ya dharura ambayo ni 114. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji popote lilipo, tunao wataalamu ambao wanaweza kufanya maokozi kwenye maji. Kwa hiyo jambo la muhimu, asiende kuchukua kitu chochote, sababu kuna maji yanayotembea yanaweza kaja na vitu, mtu anafuata hata ndoo tu, kitu kidogo tu kama ndoo, lakini anapoifuata anasombwa na maji na anaweza akapoteza maisha. Lakini wawe makini na watoto, wasiruhusu watoto kucheza kando kando ya maji wakati wa mvua au wakati hata mvua zimeisha. Kuna wakati mwingine mvua inaweza kanyesha mbali, kama Mwanza kuna sehemu za milima, hapa ulipo huoni mvua, lakini maji yametokea sehemu za mbali. Kwa hiyo kama mtu anaweza kaamua kuona, kwa sababu haoni mvua, anaweza kaamua kucheza yale maji. Ndio maji yalikotoka ni mengi, ana mwendo mkali, anaweza akamsomba. Katika pointi ambazo zimekuwa na changamoto kubwa ya athari hiyo ya maji huku Mwanza, na juhudi za dharura mmefanya kwa maana ya kuweka tahadhari kubwa? Tahadhari tunazofanya ni kuweka askari wetu. Tunao askari maalum kabisa kwa ajili ya shughuli za uokoaji kwenye maji, na tunavyo vifaa ambavyo tumeshaviweka standby. Kwa hiyo tunajua kwamba kuna maeneo tunafahamu. Moja wapo ni eneo kama hili hapa. Hapa maji yanajaa mpaka juu ya daraja. Na wakati mwingine unakuta hapa zinapita daladala. Mtu dereva anaweza akafika pale wakati anajishauri, abiria wake anamshawishi, "Wewe pita maji madogo." Inakuwa tatizo. Au usafiri wetu wa bajaji au pikipiki ndio wanaopata shida. Kwa hiyo sisi maeneo kama haya tunakuwa tuko standby pamoja na askari wetu. Lakini sio maeneo haya, maeneo mengi tu mbalimbali. Lakini pamoja na hayo sasa tuwezi kuwepo pale masaa 24. Unaweza mtu akatoka kidogo, watu wakalazimisha kupita. Kwa hiyo cha kufanya ni wenyewe kwa wenyewe wananchi waelewe kwamba unapoona maji yanayotembea usicheze nayo, kwa sababu maji yana nguvu sana. Unaweza kaona kwa macho kafikiri yapo tu hivyo yalivyo, lakini yana nguvu sana. Kwa hiyo usijaribu kucheza nayo kwamba ngoja nijaribu kupita. Lakini cha pili, waijue namba ya dharura ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji 114. Piga 114 ili tufike tutoe msaada kwa haraka. Bila shaka mpaka sasa tukaambiwa zianze kunyesha kwa kujatokea madhara yote. Tunamshukuru Mungu, ile elimu ambayo tulikuwa tukitoa ni kama watu wameitikia vizuri, kwa sababu hatujapata tatizo lolote la watu kusombwa na maji. Na tumeanza kujiandaa mapema, kama mvua haijanyesha tunapita mpaka kwenye shule zetu za msingi, sekondari na kadhalika tukitoa elimu. Kwa hiyo tunataka watu waelimike, waweze kuchukua tahadhari kabla, sio wasubiri tatizo litokee waanze kupambana na maji. Tunashukuru mpaka sasa hivi hatujapata tatizo lolote. Unatoa rai gani kwa watu ambao wanaishi kwenye maeneo ya mabondeni? Wale wanaishi mabondeni, na penyewe tumepita tumewambia kwamba yaweza kaja maji mengi akawasomba, lakini kidogo wamekuwa wana ubishi. Mtu anasema mimi nimeishi hapa miaka 30, hapa nimemzika babu yangu, maji yanapita tu hayo. Sasa yanaweza akapita siku hiyo yakapita na wewe. Kwa hiyo wale wanaishi sehemu ambazo zinapitwa na maji mabondeni wachukue tahadhari, na ikiwezekana wahamie sehemu ambazo za miinuko hazina maji. Sasa maji yanaweza kaja, huwezi kujua siku yamekuja kwa kiwango gani. Na mifano wanayo, miaka kadhaa wamekuwa wakipata matatizo haya, wanasombwa na maji. Kwa hiyo tunahimiza wewe kama huko unaishi bondeni, kwa jitahidi sana kuhakikisha unakuwa sehemu ya mwinuko hata kipindi hiki cha mvua za masika. Nakushukuru sana. Mtazamaji, ni Elisa Mugisha, yeye ni kaimu kamanda Jeshi la Zimamoto na Uokoaji hapa